tunatakiwa kule kinama. Bado ukupia sana. Ndio. Na ile ndio sio ndio. Kufuatia kuanguka kwa mbuyu huo, katibu wa halmashauri ya wilaya Kaskazini A Unguja ndugu Boniface Joseph Mwale alifika kijijini hapo kuwapa pole wanakijiji hao kwa mtihani huo uliowafika katika kipindi hiki. Akizungumza na watu wa Matemwe Mbuyu Popo, katibu huyo amewashauri wakazi hao kuchukua tahadhari wanapokuwa karibu na miti mikubwa kama hiyo ili kuepuka majanga yanayoweza kuepukika. Hakikisha halmashauri ya wilaya itakuwa bega kwa bega na itajitahidi katika harama zote zitakazotokea hapa, basi tutakuwa pamoja na tutalishughulikia kwa moyo mmoja ili juhudi zenu zisende mbali, kwa sababu msikiti huu ulikuwa umeshaisha, ulikuwa katika hatua kutumika, na tunahakikisha kwamba halmashauri tutajitahidi. Wakitoa malalamiko yao, wakazi wa kijiji hicho wamesema shughuli zao nyingi kwa sasa zimekwama kutokana na eneo hilo lilikuwa likifanywa shughuli mbalimbali za kijamii. Mbu kuanguka, kwanza inasemekana kwamba mbu ulioza, ulikuwa tayari umeshaoza upande wa kusini, ndio maana mbu ulipoanguka huu umeangukia upande wa kusini, sababu tutegemea kwamba uangukie upande wa uchojua, lakini haukuwa hivyo sababu uliangukia kule ile sehemu ambayo ulipasuka. Kwa hivyo shukrani yetu ikaja hapo, haukuwa mtu hata mmoja. Sihaba alhamdulillah. Mbili zaidi, una karine hata 7. Karine 2 zaidi sana. Na shauri la kwanza, usijenge pembeni kwa viumbe vikubwa kama mijiti. Swala limefika katika mikono ya serikali, na serikali yetu iko pamoja na sisi kutusaidia kwa yale maafa ambayo yalikuwa yametokea. Upepo mkali ulivuma kwa muda mfupi, ulisababisha mbuyu huo wenye miaka zaidi ya 300 kuanguka, ambapo hakuna mtu aliyejeruhiwa katika tukio hilo. Nikiripoti, mimi ni Hadia Kombo wa ZBC.